Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini imesema itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu wote wanaojihusisha na wizi wa mchanga na vifusi katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar ili kulinda rasilimali ya taifa na kuongeza mapato ya serikali. Akizungumza katika kikao kazi kilichokutanisha wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na wakuu wa mikoa kuhusu mikakati ya kudhibiti wizi wa mchanga na vifusi, Waziri wa Nishati na Madini Mheshimiwa Nadir Abdulatif Alwardi amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakijihusisha na uchimbaji kiholela wa mchanga na vifusi bila kufuata taratibu za kisheria, hali inayosababisha hasara kubwa kwa serikali kutokana na kupoteza mapato. Kitaanza kwenda kufanya kazi kwa ushirikiano wa pamoja, na sisi mara hii tumeamua kwa dhati, Wizara ya Maji, Nishati na Madini, kwamba tutatumia sheria hizi za wakuu wa vikosi ambazo za KMKM ambazo za kutaifisha mali. Tumekuwa tukikamata magari, lakini kwa sababu faini na wanapata ndogo, wamekuwa wanazidi kusumbua. Sasa nitaomba sana Komodo, mtusaidie, tutakupa ushirikiano wote pamoja na heshima wakuu wa mikoa na wizara. Sisi tutatoa ushirikiano wa hali ya juu kuweza kuona hawa watu tunawakamata, tunawashughulikia kwa mujibu wa sheria, na wale wote ambao watakuwa wanaenda kinyume na taratibu zetu tuwataifishe magari yao, tuwafungie mashimo yao, na ikiwezekana vile vile tukawaweke ndani pamoja na faini ambazo zitawekwa kwa mujibu wa sheria. Na zoezi hili litakavyokwenda vizuri, tutaweka posho maalum, percentage maalum ambayo itakwenda kwa wale ambao wanafanya zoezi hili vizuri. Kwa kweli tunasikitika sana, serikali tumekuwa tukikusanya zaidi ya bilioni 2 na milioni 700 kwa mwezi. Leo nasikitika kusema kwamba tunakusanya milioni 343 kwa sababu ya wizi. Maana yake serikali inaibiwa zaidi ya bilioni 2 kwa mwezi na watu wachache ambao wanaofanya hizo shughuli. Sasa nimesema nizungumze kwa ufupi, na kwa sababu tuko na waheshimiwa wenzetu na wakuu wa vyombo ambao tumeaminika, tunaheshimika, sote ni wateule wa Mheshimiwa Rais, na tuko hapa kwa ajili ya kuisaidia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Mamlaka ya Nishati Zanzibar Said Haji Mdungi amesema kuwa awali kulikuwa na doria za mara kwa mara zilizosaidia kudhibiti vitendo hivyo, lakini kwa sasa zimepungua, jambo linalochangia kuongezeka kwa wizi huo. Aidha, ameeleza kuwa baadhi ya madereva hubadilisha namba za usajili wa magari yao ili kukwepa kutambuliwa wanapofanya makosa. Madini ya mchanga yanapatikana zaidi katika mkoa wa Kaskazini Unguja, na ndio eneo ambalo limekithiri zaidi uchimbaji haramu wa mchanga. Katika changamoto hii, zamani kulikuwa na utaratibu ambao watu walikuwa wanaiba kwa muda maalum, yani usiku, lakini kwa sasa hivi, hasa ukizingatia hamna doria, wamekuwa wakifanya muda wowote. Wanaiba asubuhi, mchana, usiku. Na jingine ambalo linafanyika, uchimbaji umekuwa hatari mpaka kwa miundombinu mingine. Katika hilo swala usafirishaji, magari haya ambayo yanatumika kwenye magendo, mara nyingi wanabadilisha namba, na wanabadilisha namba kwa namna mbili. Moja, mtu anaweza kaa na gari kubwa na gari nyingine ndogo zimesajiliwa hapa kwetu, kwa anachukua namba ya gari ndogo anaitia kwenye gari kubwa, maana yake anaibia serikali. Kwa hiyo ukimsoma kwenye mfumo unaona ukachukua tani, yani gari imechukua tani nyingi, lakini huku kwenye mfumo inasomeka imechukua kidogo. Kwa hiyo inakuwa kama ni wizi fulani. Lakini nyingine kinachotokea, wanabadilisha zile plate number. Kwa maana hata wewe ukimsoma, ukitaka kumtoa kwenye mfumo unakuta hayupo kwenye mfumo. Kwa ile gari huwezi kuiona, lakini yeye amekuwa ameshaiba. Lakini wengine wanatoa kabisa plate number. Yaani unakuta gari haina plate number, inaendelea na shughuli zake. Lakini wengine sasa hivi wamekuja na utaratibu, wanachukua tape zile nyeusi zile, wanabadilisha namba za gari. Yaani mfano unaweza ukaikuta labda moja inaikuwa ile tape nyeusi juu inakuwa 7. Kwa hiyo ukisoma ile gari kuikuta, au unakuta unamhukumu mtu mwingine kwa kosa la mtu mwingine. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa changamoto ambazo
ambazo tunakabiliana nazo. Naye mkuu wa kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar, Komodo Azana Hassan Msingiri, amesema vikosi vya ulinzi na usalama vitaimarisha ushirikiano na kufanya operesheni za pamoja ili kuhakikisha wanajishughulisha na wizi wa mchanga na vifusi wanachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria. Kisha kwamba mafao na mapato ya serikali yanaongezeka kupitia operesheni hii. Vikosi vyote kuanzia KMKM, JKU, KVZ, mafunzo pamoja na faya, tutashikamana pamoja na ZAECA, tutashikamana kwa nguvu zetu zote kama majeshi kuhakikisha kwamba tunasimamia maagizo yaliyotolewa kwa kufuata sheria za serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa sasa hivi, Mheshimiwa Waziri, tutasimamia sheria ya KMKM ya magendo ya hujumu uchumi magendo, kuona kwamba kitu chochote ambacho kinafanyika katika madini ya aina tatu ambacho hakina kibali, tunajumu kwamba hayo ni magendo, na kama ni magendo kuna utaratibu wa kutaifisha. Taratibu zote zitasimamiwa kuhakikisha utaifishaji unakamilika. Utaifishaji unakamilika. Utaifishaji unakamilika. Kwa yoyote ambaye ataona kwamba huu ni mzaha, basi ajaribu. Atanyosha maji ya chumvi kwa nchi kavu. Atanyosha maji ya chumvi kwa nchi kavu. Atanyosha maji ya chumvi kwa nchi kavu. Kwa hili hatutanii. Kwa hili hatutanii. Kwa hili hatutanii. Tutahakikisha maagizo yanayotolewa yanasimamiwa kulingana na taratibu zilizopo. Wito kwa wale wote wasafirishaji wa visiwa vya Unguja na Pemba katika madini aina tatu ambayo tumeyataja, tungewaomba sana, tungewataka sana, tungewashauri sana wafuate taratibu zilizopo. Zimewekwa taratibu za serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar ili wewe upate na serikali ipate. Sheria ipo, taratibu za kodi zipo, viongozi wapo. Kama una tatizo lolote, pata kibali cha uongozi tuweze kukifanyia kazi. Wakati wa operesheni yetu hatutakuwa na mazungumzo, Mheshimiwa Waziri. Tutaangalia documents. Tutaangalia documents. Tutaangalia documents. Documents ndio tutatupa mwongozo nini tufanye. Vibali tumepata taarifa mwisho ni saa 12. Sasa wewe ole wako tukukamate saa 4 za usiku. Huna cha kutueleza. Mheshimiwa Waziri, hili tungeomba utuweke wazi katika maelezo yako. Mpaka sasa hivi taarifa tulizo nazo mwisho ni saa 12. Atakayeyuka saa 12 hata iwe saa 12:05 tutakula saa 1 na wewe. Kuhakikisha kwamba taratibu zinafuata. Kwa nini ulete gari saa 12:05? Hilo ningeomba wazi tulisimamie, na meseji hii isiwe kama wanavyosema kwamba ni nguvu za gesi au ni nguvu za soda. Hapana. Tutahakikisha taratibu zote za ukamataji, utaifishaji na mengineo yote zinasimamiwa. Hili kwa kweli hatutabaki nyuma, kuonesha kwamba tunamaanisha kila mmoja afuate taratibu na sheria zilizowekwa. Mwisho, watoa vibali, ningewaomba mfuate taratibu za utoaji vibali, kusiwe na urasimu, kwa sababu urasimu ndio unasababishia mfanyabiashara au msafirishaji kutafuta njia mbadala kwa kuona usafirishaji, utaratibu wa kutoa vibali unazunguka. Kwa upande wao, wakuu wa mikoa wameahidi ushirikiano kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi katika kutoa taarifa za ukiukwaji wa sheria na kuhakikisha miongozo iliyowekwa inazingatiwa ili kukomesha vitendo hivyo vinavyoathiri mazingira na uchumi wa Zanzibar. Litakwenda smooth kabisa. Kwa hiyo mimi nakitakia heri kikao chetu hichi kiendelee vizuri ili ile jambo tuweze kulitatua. Kama sisi tuliokuwa kwenye mikoa hatupati usingizi kwa mambo haya, je, Mheshimiwa Rais alotuweka? Mimi huwa nasema na maneno yangu nasema, kama kaskazini nzima itachimbwa mashimo na mchanga, maana yake kutakuwa hakuna kaskazini. Sasa mimi nitakuwa mkoani. Hiyo itakuwa tayari changamoto tena kubwa. Lakini hatuwezi kufika huko. Hatuwezi kufika huko. Tuna vyombo, tumeaminiwa na Mheshimiwa Rais, na sisi lazima tujiamini kwamba tuna uwezo. Tunaweza kufanya kazi hii kwa amani wala bila kuleta taharuki nyingine. Tutaleta kwa amani kabisa. Kila mmoja atajua nafasi yake. Sasa atakuwa mbishi
dawa tutazozifanya, hata hatumpi dawa chungu, tutamtilia na sukari. Sasa atakunywa, atajisikia kama anakunywa sio dawa, kumbe ni dawa. Hiyo nakuhakikishia wananchi kwamba mtu atakunywa dawa ya syrup ambayo tutatia sukari. Hatutii msubiri kwamba akunje uso alie, na ataona tu itamponya vizuri kabisa. Sisi wakuu wa mikoa kwanza hatutomwonea mtu, lakini hatutomwacha mtu akavunja sheria ya nchi yetu. Niendelee kuambia wafanyabiashara, hususan hawa wanaosafirisha hizi mali asili ikiwemo mchanga, waendelee kufuata sheria na taratibu zilizowekwa na wizara husika. Kwa yoyote ambaye atakwenda kinyume, basi hatutosita kumchukulia hatua. Na kuhakikishia Mheshimiwa Waziri na wananchi kwa ujumla, tutaendelea kushirikiana kuona kwamba miundombinu yetu tunailinda na tunaisimamia ili kuona tunafanya kazi vizuri na rasilimali zinapelekwa katika maeneo zinazostahili. Sasa mimi niweze kutoa wito kwa wale wote ambao wanafanya usafirishaji haramu ambao usiofuata sheria pamoja na taratibu katika eneo letu la mkoa wetu wa Mjini Magharibi. Gari yoyote ambayo itakayokuwa project ya serikali ama si ya serikali, itakayokuwa haifuniki kifusi, haifuniki matofali au haifuniki bidhaa ambayo ya ujenzi wa aina yoyote, sisi tutamwagiza askari wetu wa barabarani waanze kuchukua hatua, na hiyo basi haitotoka. Kwa hivyo tunawaomba kwamba wale wote ambao wenye tabia za kupiga simu pamoja na kutafuta wakubwa waweza kupata nafuu katika suala hili. Tunaomba sasa waanze kufuata sheria pasina kuwa na shuruti. Kwa hivyo sisi mkoa Mjini Magharibi hatutokubali gari yoyote isiyoweza kufuata sheria na taratibu zilizowekwa, tutaichukua. Kwa hivyo hatutohitaji simu ya mtu wala consultation, zitakuwa katika utaratibu wa kisheria. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.